Bara, ndugu yangu John Heche, Mheshimiwa Katibu Mkuu John Mnyika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Tanzania, ndugu yangu Sharifa Suleiman, viongozi, wana Masasi, assalamu alaikum. Kwanza na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunisafirisha kutoka Zanzibar mpaka Masasi nikiwa mzima wa afya na kukutana na nyinyi ndugu zangu wa Masasi. Lakini niwashukuru sana kabisa wananchi wa Masasi kwa mapenzi na mahaba makubwa mliokuwa nayo kwa chama chenu. Naomba mpongeze sana. Nimeshangaa sana wakati huu na mwamko mliokuwa nao kule Zanzibar. Ndugu zetu wa Makonde na wa Makua ndio wapiga kura wakubwa wa CCM kule Zanzibar, lakini hapa nawaona nyinyi ni tofauti sana. Sijui kimewapata nini kule Zanzibar. Kwa hivyo sikushangaa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliposema bajeti yake ya trilioni 8 haiwezi kuwatibu wa Makonde na wa Makua. CCM ndugu zangu, bado mnaitaka CCM? Hii ndio habari iliyokuwepo kule Zanzibar, na haya sio mambo mazuri. Kule Zanzibar Wazanzibari wazalia hunyimwa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi. Kitambulisho cha Mzanzibari mkazi ndicho kinachomwezesha Mzanzibari kupata kitambulisho cha kupiga kura, lakini vijana wengi wa Zanzibar waliozaliwa pale, kwa kuwa wanajulikana ni watu wanapenda mageuzi, wananyimwa vitambulisho vile. Wanawapa ndugu zetu wengi kutoka Tanzania bara ambao wao wanaamini watawapigia system. Lakini leo mmekiona wanachowafanya. Hii yote akufukuzaye hakwambii toka. Na ndiyo maana tunasema sisi wa Zanzibar na nyinyi watu wa Tanzania bara, sisi wa Zanzibar tunataka mamlaka kamili ya nchi yetu, na nyinyi wa Tanganyika wakati umefika wa kudai mamlaka kamili ya nchi yenu, na baadaye hapo tuzungumze ili tuunde muungano ka serikali kadogo cha shirikisho kama alivyopendekeza ya Joseph Warioba. Muko tayari? Muko tayari? Nawashukuruni sana. Ndugu zangu, msemaji wetu hapa amenong'oneza kidogo kwamba kulikuwa kuna watu wanazuiliwa na polisi wasije hapa. Nilishangaa kidogo. Mnyonge mnyongeni na haki yake mpeni. Mimi nimezunguka kanda. Sasa kwa macho yangu nikipita mimi huangalia vitu vingi. Leo katika moyo wangu nilitaka niwasifu polisi hapa, kwa sababu niliwaona wao ni tofauti sana na maeneo mengine ambayo tumepita. Walituongoza vizuri barabarani, wametulinda vizuri barabarani huko hadi tukafika hapa. Na kwa kweli leo ni wengi zaidi kuliko siku zote. Sijui kuna nini, lakini mimi nilitaka niwasifu. Na bado sijakata hiyo tamaa. Nitoe wito kwa ndugu zetu polisi. Kazi yao kwa mujibu wa katiba ni kulinda raia, kulinda na mali zao. Uchaguzi umekwisha. Sasa hivi tuacheni tufanye siasa na hawa jamaa CCM. Ni weupe sana kama nyinyi hamtoingilia kati. Tuacheni tufanye siasa na hawa jamaa. Hakuna uchaguzi. Kama uchaguzi CCM kashapora, kashachukua na yupo yeye anatawala huko. Kwa hiyo tuwachieni, nyinyi ni ndugu zetu, punguzeni ile uhasama ambao ulijitokeza kati ya polisi na wananchi. Sio jambo jema. Nyinyi ni raia kama sisi na nyinyi mna haki kama sisi. Niombe sana ile nia njema ambayo niliona huko kwa macho yangu mwanzo kabla ya hili la msemaji wetu, hebu iendelezeni. Punguzeni hiyo uhasama. Ndugu zangu, kuna ndugu yetu mmoja kule Zanzibar, na hili niliseme tu, alitufungulia kesi. Huyu jamaa alitufungulia kesi, alikuwa ni makamu mwenyekiti wetu kwa muda miaka 15. Lakini ndani ya miaka 15 kule Zanzibar hajawahi kuitisha hata mkutano mmoja wa kitongoji. Huyu alikuwa makamu kweli, alikuwa fisadi tangu mwanzo. Na wauliza, huyu alikuwa makamu, alikuwa fisadi tangu mwanzo. Akatufungulia kesi ya mwanzo, tumemaliza. Akafungua kesi nyingine tena hivi karibuni.
na siku mbili hizi amefungua kesi ambayo itakwenda tarehe 23, akikakazia hoja akitaka kwamba chama hiki kisimamishwe, tusitumie rasilimali tena, na hiyo kesi inakwenda tarehe 23 ya mwezi huu. Nitoe wito kwa Watanzania wote, hasa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo ya jirani, tukijaliwa tarehe 23 tufike kwa amani kabisa pale mahakamani kwa wingi, twende tukashuhudia hii kesi na tuionyeshe mahakama kwamba Watanzania walio wengi hawakubaliani na huu upumbavu wa Msaliti Said Issa. Na niwahakikishie hakuna kiongozi yoyote ndani ya chama Zanzibar ambaye anaungana na huyu Msaliti Said Issa, na yeye pia sio mwanachama wetu, ameshafukuzwa katika kutoka kanda yake ya Pemba, yeye sio mwanachama. Kwa hivyo msiogope, tuendelee na mapambano ya kudai demokrasia zaidi ndani ya nchi yetu. Sisi Chadema tuna nia nzuri, tuna nchi hii, hatuhamasishi fujo, na ndiyo maana tulifika wakati hapo tuliwaambia kwamba sisi tunaamini katika mazungumzo. Tunaamini wanandugu wanapogombana ili wasuluhishwe ni mazungumzo, lakini hatuwezi kuzungumza na hawa jamaa tukiwa peke yetu. Lazima kuwe na jumuiya za kimataifa ambazo tunaziamini. Ikiwa mechi ya Simba na Yanga imechezeshwa na marefa kutoka Morocco, sisi tukazungumza na CCM kichwa peke yetu, je, mko tayari? Hatuwezi kuzungumza nao hawa. Ikiwa mpira hatuaminiani wenyewe, wanatoka marefa kutoka Morocco, sisi tukazungumza na CCM peke yetu, hatwendi. Tuko tayari kwa mazungumzo, lakini lazima jumuiya za kimataifa tunazoziamini zisimamie hili zoezi. Ndugu zangu, tuendelee kupaza sauti zetu. Mwenyekiti wetu ilikuwa kesi yake iende mapema tu mwezi huu, lakini ikaahirishwa, imesogezwa mbele. Sisi hatupendi kuingilia mambo ya mahakama na wala hatutaki, lakini tunaamini mahakama sio ilomfungulia mashtaka Mheshimiwa Lissu. Wapo walomfungulia mashtaka, yupo sio Yuda kuna DPP, mwendesha mashtaka wa serikali. Hawa ndio tunaotoa wito wafute ile kesi ya uongo, kwa sababu kama wangekuwa na kesi kweli na ushahidi wanao kweli, kwa tunavyowajua CCM na roho mbaya yao, washamfunga. Lakini kwa kuwa hawana kesi, hawana ushahidi, wanampotezea muda mwenyekiti wetu. Tunawaomba wamwachie huru mara moja ili arudi kuendeleza mapambano ya kudai haki na demokrasia katika nchi yetu. Ndugu zangu, tunapozungumza swala la katiba, sio kwa upande wa Tanzania tu, hata kule Zanzibar, kule rais yupo kama mfalme au kuliko mfalme. Huku bara, nchi hiyo moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nyinyi mnachagua viongozi wa serikali za mitaa. Kule Zanzibar, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye sisi tunamuita sheha anachaguliwa na rais kupitia mkuu wa mkoa. Hiyo si hatari? Kwamba mwenyekiti wa serikali ya mtaa anachaguliwa na rais kupitia mkuu wa mkoa kule Zanzibar. Hapo lazima ndipo tunaposema tunataka katiba mpya. Kuna serikali kule ya umoja wa kitaifa, simesikia nyote kwamba imeshindwa kuundwa kwa sababu mamlaka ya makamo wa rais, bora balozi wa nyumba 10 wa CCM ana mamlaka zaidi kuliko makamo wa rais wa kwanza. Ndio maana wa jamaa mara hii wamegoma walinda kura. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kushikamana, tuendelee kukichangia chama chetu ili tuweze kufikia malengo yetu ya kuleta uhuru wa kweli na demokrasia ya kweli ndani ya nchi yetu. Yaliyotokezea hata Oktoba 29 si mambo mazuri. Hapa nyote ninaamini kila mmoja ameumia. Kama si ndugu, ni kaka yake, ni jamaa yake, ni rafiki. Hatupasi kurudi kule. Lakini ili tusirudi kule, lazima haki itamalaki ndani ya nchi. Amani inakuja wenyewe. Lakini pahali popote ambapo haki hapana, amani haiwezi kudumu. Sasa sisi ninashangaa wanapata ujasiri gani wa kusema kwamba wao wanataka amani wakati hawataki haki, na amani ni tunda la haki. Ndugu zangu wana wa Masasi, nyinyi watu wa kusini ni miongoni mwa watu ambao
serikali hii ya CCM imewadharau kwa kiwango kikubwa sana. Nimetoka huko tangu Naekenyaga Mkuranga mpaka nafika huku, barabara ni mbovu, ni mbovu, ni mbovu za hali ya juu, kwamba ndani ya miaka 64 wameshindwa kujenga barabara ya kilomita 500 kama na 50 kutoka Dar es Salaam. Hawa tukiwapa miaka mingine ifike 64 ndio angalau wafike hapo Lindi. Hawa jamaa hawafai. Ikiwa sehemu inatoka gesi, sehemu inatoka korosho, sehemu inatoka mbaazi, sehemu inatoka ufuta mweupe ambao una bei kubwa, leo maendeleo yake ni finyu namna hii. Hii ni hatari. Ndugu zangu wa Masasi, lazima mchukue hatua, na hakuna hatua nyingine kujiunga kwa wingi na Chadema ili tuweze kuendesha mapambano. Wangapi wako tayari kujiunga na Chadema? Tunyoshe mikono juu. Tunyoshe mikono juu. Wasajili wetu wapo, nendeni kajisajili ili muwe na nguvu. Unapokuwa mwanachama wa chama ukizungumza, inakuwa una kinga fulani kwamba wewe unajulikana Chadema, sera yake hii, msimamo wake hii, kuliko kupita mitaani kusema sema ovyo ovyo. Peoples! Baada ya hayo mafupi sana, ni muombe makamu mwenyekiti bara aje azungumze nanyi jioni hii. Mheshimiwa makamu mwenyekiti bara, ndugu yangu John Heche, tafadhali uje. Masasi, mko tayari? Mmetisha, sio? Haya, kunja ngumi wote, kunja ngumi. Upande huu mko wapi? Hapa mko wapi? Wote kunja ngumi, koroga. Haya, twende kazi Masasi.